Fikiria unazaliwa kwenye ardhi yenye dhahabu, lakini unalazimika kwenda kuing'arisha ardhi ya mgeni ili upewe thamani. Huu ndio ukweli mchungu wa soka la Afrika. Leo hii tutawazungumzia vijana waliobeba damu ya kishujaa ya mababu zao, lakini mioyo yao na jezi zao zimefungwa kwenye bendera za mataifa yaliyowahi kuwa wakoloni wao. Hivi kwa nini mchezaji anayejua fika asili yake ni Nigeria, Senegal ama Cameroon anaamua kusimama mbele ya maelfu ya watu na kuimba wimbo wa taifa wa Ufaransa, Ujerumani ama Uingereza? Je, ni tamaa ya fedha? Ni kutafuta heshima ambayo nyumbani hakuna? Au ni mfumo mbovu wa soka barani Afrika unaofukuza watoto wake? Kabla hujajibu hili swali, basi twende moja kwa moja. Leo tunakuletea orodha ya kusisimua ya wachezaji 10 wakubwa wenye asili ya Afrika walioamua kuzikataa nchi zao na kubadili uraia. Katika nafasi ya 10 yuko Bukayo Ayinka Temidayo Saka kutoka Nigeria mpaka Uingereza. Huyu ni kijana ambaye anatikisa sana katika ligi kuu nchini Uingereza akiwa na klabu ya Arsenal. Bukayo Saka wazazi wake wote ni wa Nigeria, kuanzia baba yake mpaka mama yake. Jina la Bukayo lina maana ya anaongeza furaha, lakini furaha hiyo hakuipeleka Lagos bali London. Nigeria ilijitahidi sana kumnasa, lakini Saka alichagua nchi ya Uingereza. Sababu kubwa inatajwa mfumo wa malezi wa Uingereza ulimpa kila kitu ambacho Nigeria isingeweza kumpa akiwa na umri wa miaka 17. Mchezaji wa 9 ni Alphonso Davies kutoka Liberia mpaka Canada. Hili simulizi ya machozi kidogo. Davies alizaliwa kwenye kambi ya wakimbizi nchini Ghana baada ya wazazi wake kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe Liberia. Canada ilimfungulia milango alipokuwa na miaka 5 tu. Alipopata uwezo, alichagua kuichezea Canada. Kwa Alphonso Davies, huu haukuwa usaliti kwa Liberia, bali ni shukrani kwa nchi iliyompa amani wakati nchi yake ilipokuwa inawaka moto. So akaamua kuichagua Canada kama timu yake ya taifa. Alphonso Davies kwa sasa anasumbua sana, anakipiga pale katika klabu ya Bayern Munich nchini Germany. Mchezaji wa 8 ni Leroy Sane kutoka Senegali mpaka Ujerumani. Baba yake Souleymane Sane alikuwa nahodha na star wa Senegali, lakini Leroy alizaliwa Ujerumani licha ya shinikizo la mashabiki wa Senegali kutaka kumuona mrithi wa ufalme wa Sane akivaa jezi ya Simba Teranga. Leroy alichagua mashine za Kijerumani. Hapa tunaona jinsi kizazi cha pili kinavyopoteza muunganiko na ardhi ya nyumbani. Katika nafasi ya 7 yuko Brele Embolo. Huyu ni Mkamerun kutoka Cameroon mpaka Uswizi. Huyu ndio mchezaji aliwahi kuishangaza Afrika hadharani. Kwenye kombe la dunia 2022, bwana Embolo aliifunga nchi yake ya kuzaliwa Cameroon. Hakushangilia, lakini goli lile liliumiza Afrika nzima. Aliondoka Cameroon akiwa mtoto na Uswizi ikampa jukwaa la kuwa star. Ni uchungu uliochanganyika na ukweli na kitalu cha soka. Katika nafasi ya 6 yuko Ansu Fati kutoka Guinea Bissau mpaka Uhispania. Ansu Fati alionekana kama mrithi wa Lionel Messi pale Barcelona. Kipindi kile akapewa mpaka jezi namba 10, lakini mambo ya injury yakasumbua. Mpaka sasa yupo kwa mkopo katika klabu ya AS Monaco kule Ufaransa. Alizaliwa Guinea Bissau, moja nchi masikini zaidi duniani. Uhispania walifanya mchakato wa dharura kumpa uraia ndani ya usiku mmoja ili acheze timu yao ya taifa. Hapa tunajifunza jinsi mataifa makubwa yanavyotumia diplomasia ya passport kuiba lulu za Afrika kabla hazijang'ara kabisa. Mchezaji wa 5 ni N'Golo Kante kutoka Mali mpaka Ufaransa. N'Golo Kante ni moja kati ya wachezaji wa pole kuwahi kutokea katika historia ya soka duniani. Wanamuita mtu mwenye mapafu matatu. Wazazi wake walitokea Mali. Kabla hajawa maarufu, N'Golo Kante aliwahi kuomba kuichezea Mali, lakini mambo hayakuwa sawa. Mara baada ya kuanza kung'ara nchini Uingereza, Ufaransa walimuita. Mali walijaribu kumshawishi dakika za mwisho, lakini Kante aliamua kuichagua Ufaransa upande wa washindi.
Je, ni makosa ya mchezaji au viongozi wa soka la Mali kuchelewa kumuona mpaka N'Golo Kante kuamua kuichagua Ufaransa dhidi ya Mali? Mchezaji wa 4 ni Jamal Musiala kutoka Nigeria mpaka Ujerumani. Jamal Musiala ni mchezaji ambaye ana asili ya Kinigeria. Kupitia kwa baba yake mzazi alikuwa na uwezo wa kuichezea Nigeria ama Uingereza, lakini mwisho wa siku alichagua Ujerumani. Hili lilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Super Eagles. Inakuwaje kijana mwenye asili ya Kiafrika anachagua nchi ambayo haina uhusiano wowote wa kihistoria na asili yake? Jibu ni moja tu, uhakika wa kubeba makombe. Mchezaji wa 3 ni Romelu Lukaku, DR Congo mpaka Ubelgiji. Lukaku ni mmoja wa washambuliaji bora, lakini anaishi maisha ya pande mbili. Aliwahi kusema, nikifunga wananiita Mbelgiji, nikikosa wananiita mchezaji mwenye asili ya Kikongo. Hii inatuonesha upande wa pili wa sarafu. Wachezaji hawa wanapendwa wakiwa bora, lakini wanabaguliwa wakifeli. Mchezaji wa pili ni Kylian Mbappe ambaye ana asili ya Cameroon pamoja na Algeria, zote kutokea Afrika. Kutoka huko mpaka Ufaransa. Huyu ndiye mchezaji ghali na bora zaidi duniani kwa sasa. Baba yake ni Mcameroon, mama yake ni Algeria. Mbappe angeweza kuifanya Cameroon kuwa tishio la dunia, lakini alichagua rangi za Ufaransa. Hii ni picha tosha jinsi nguvu kazi ya Kiafrika inavyonufaisha mabara mengine. Kylian Mbappe aliwahi kunukuliwa baba mzazi wa Kylian Mbappe akisema aliwahi kumwombea nafasi Kylian Mbappe wakati akiwa bado mdogo katika timu ya taifa ya Cameroon, lakini Cameroon wakamwomba rushwa baba yake ili mtoto wao aweze kucheza katika timu yao ya taifa. Lakini mwisho wa siku baba yake na Kylian Mbappe akaamua kwenda kuichagua Ufaransa, na Ufaransa wakamkaribisha Kylian Mbappe bila kuomba hata shilingi 10. Kwa hiyo tangu hapo Kylian Mbappe akaendelea kuitumikia timu ya taifa ya Ufaransa, na sasa ni moja ya nyota wa kutegemewa akiwa kama kapteni katika kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa. Mchezaji wa kwanza ni Zinedine Zidane kutoka Algeria mpaka Ufaransa. Zinedine Zidane ni moja kati ya wachezaji wa kuogopeka, ni moja kati ya wachezaji ambao walitengeneza historia za pekee katika nchi ya Ufaransa, akitumikia Ufaransa kwa miaka yake yote, akitumikia kwa ukubwa sana. Ingawa alishastaafu, lakini simulizi yake ndio msingi wa wengine wote. Zidane ni Mwalgeria kwa damu, lakini ni Mfaransa kwa mafanikio. Alipoipa Ufaransa kombe la dunia mwaka 1998, Algeria ililia, si kwa chuki bali kwa majonzi ya kumpoteza bwana ambaye angebadili historia ya soka la Afrika milele. Lakini Zinedine Zidane hakuamua kuiacha moja kwa moja Algeria, bali mtoto aliyempata, mtoto wake wa kiume ambaye anacheza kama golikipa, aliamua kumtoa kama zawadi kwa Afrika na akamtoa katika timu ya Algeria. Kwa sasa mtoto wa Zinedine Zidane ndiye golikipa nambari 1 ya timu ya taifa ya Algeria. Kama ulitazama AFCON 2025 basi utakuwa ulimuona mtoto wake uwanjani, na Zinedine Zidane alikuwa ni moja kati ya mashabiki waliokuwa wakimshangilia sana mtoto wake uwanjani wakati Algeria ikicheza na timu zingine kwenye AFCON 2025. Zinedine Zidane ameshaweka historia nyingi, amechukua UEFA za kutosha akiwa kama mchezaji, amechukua UEFA akiwa kama kocha. Ni mchezaji ambaye ameweka history na record za pekee katika timu ya taifa ya Ufaransa. Nafikiri baada ya kuona orodha hii, swali linabaki kwako mtazamaji. Hao ni baadhi tu ya wachezaji ambao waliamua kuyachagua mataifa mengine ili hali wanajua asili yao ni Afrika. Tutakuwa tukikuletea orodha za wachezaji 10 kila tutakapopata nafasi, na wachezaji ambao waliamua kuzikataa timu zao za Afrika na kuzichagua timu za wakoloni waliowatawala. Baada ya kuona orodha hii, nafikiri hii swali linabaki kwako mtazamaji. Je, wachezaji ni wasaliti au ni wahanga wa mifumo mibovu ya soka barani Afrika? Wakati viongozi wetu wa soka wanapogubikwa na rushwa, miundombinu mibovu, vijana hawa wanatafuta mahali ambapo kipaji chao kitaheshimiwa. Labda siku moja timu ya Afrika itafika fainali ya kombe la dunia, na siku hiyo pengine vijana wenye vipaji kama hawa hawatatamani tena passport za kigeni.
Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Gusa neno follow hapo ili wa kwanza kupata update story zote za kimichezo. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, fanya kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata update story zote za kimichezo kutoka kwetu. Asante.